ili kukipata kile ambacho tunachokihitaji kabla hatujaweza kufikia katika ile hali ambayo iliyojitokeza Madagascar? Kisiasa, najua hili swala tulizungumza hata mara ya mwisho tumezungumza na wewe, swala la katiba mpya halitaondoka. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nini nataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Wamekwambia wewe? Kwa sababu kwa mfano ajenda ya Chadema na hata wafuasi wa Chadema wenyewe wanasema kwamba kukamatwa kwa Freeman Mbowe ni kwa sababu walikuwa wameanzisha vuguvugu la kudai katiba mpya. Nala. Kwa hiyo hilo ndio kosa lililoshtakiwa nalo, si ndio? Wafuasi wake wanasema hivyo. Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi nenda kauliza wafuasi wake. Baada ya kusikia sauti hii ya mama yetu ambaye ni rais wetu, tumepata kuelewa kwamba kweli kuna uwezekano wa kupata katiba mpya au hakuna uwezekano wa kupata katiba mpya katika taifa hili kupitia njia ya majadiliano ya pamoja baina ya raia pamoja na wale ambao ni viongozi wa nchi yetu. Tupo hapa kwa siku ya leo, tutaendelea kujadili kuhusiana na swala zima la ambalo linaloendelea mtandaoni, linaendelea kushika kasi kwa hali na mali, ambapo vijana au tunaita kizazi kipi ambacho ni Gen Z wanaendelea kupiga kelele, na inawezekana ikawa kwamba ni nchi nzima kwa sasa imekuwa mjadala mkubwa, viongozi wanapofanya siasa zao pamoja na watu mbalimbali ambao ni raia wa kawaida, lakini swala zima ambalo limekuwa likijadiliwa ni swala juu ya maandamano. Na haya maandamano yapo vipi kisheria? Kisheria tunasema kwamba maandamano ni halali, lakini yawe ya amani. Ina maana muandamanaji katika nchi yetu anatakiwa aandamane kwa amani kabisa. Hii ni ruhusa ya kimataifa na pia ndani ya nchi yetu imetolewa kwamba ni ruhusa kufanya vikao ambavyo mtakaa kama makongamano ya halali ambayo ni ya amani, na pia kuandamana ni vitu vya halali. Lakini pia tukiangalia ni kwamba kwa sasa hivi nchi nyingi za kidunia tuseme pamoja na bara la Afrika limekuwa sasa ni kama historia mpya ya ulimwengu ambayo inaandika kwa kila upande wa dunia, kwamba wamegeuza kutoka kwenye ile hali ya kuamini kwamba kura ndio inaweza kuleta mabadiliko ya taifa na kuleta vichocheo chanya katika taifa, kuweza kuondoa serikali na kuweza kuondoa ile hali ya kiongozi, kumuondoa labda kiongozi ambao wanamuona kwamba huyu hawezi kuendana na sisi au hawezi kutuletea maendeleo na mabadiliko tunayoyataka. Huwa tena hawatumii tena ile hali ya kura, bali kinachotumika ni maandamano. Na mfano mzuri tumeweza kuona bara la Asia, nchi ya Nepal wameweza kufanya vitu hivyo na hatimaye wakaweza kumuondoa rais wao. Na pia tukija katika bara la Afrika tumeweza kuona juzi hapa Madagascar, ambapo na wao wamefanya maandamano ya kumuondoa rais wao, na mpaka rais ameondoka na sasa hivi nchi iko katika mikono ya jeshi la nchi hiyo. Na pia sio hapo tu, tumeona pia nchi ya Morocco ambapo nao wamefanya maandamano, hatimaye na wao wakaweza kusikilizwa yale ambayo wanayohitaji, na hatimaye maandamano yakawa yamefika mwisho. Lakini hali ambayo ya sintofahamu ambayo imeenea katika nchi yetu ni kubwa, na tukiangalia kilio kikuu ambacho kinachotaka kutufikisha katika huu mlengo wa maandamano, kwa walio wengi wa Tanzania ambao wanaohitaji au yanapohitajika haya maandamano, wengi wanachokihitaji ni katiba mpya. Imekuwa ndio kilio kikubwa ambacho ni cha muda mrefu, kutoka awamu ya 4 mpaka awamu ya 5 ya rais mpaka sasa hivi awamu ya 6. Kilio kikubwa ambacho kimekuwa kikienea katika nafsi za Watanzania walio wengi ni kupatikana kwa katiba mpya na kupatikana
kupatikana kwa uchaguzi ambao ni uchaguzi ambao wenyewe wanasema uchaguzi wa haki, ambao ni uchaguzi uliosimamiwa vizuri na kupata kiongozi ambaye watakao kuwa wao wanamhitaji. Kwa hiyo sasa tukiangalia kwa undani haya mambo, je, viongozi wetu wako tayari kufanya mabadiliko hayo ya kuweza kupata huo mustakabali wa kukubaliana kwa pamoja na wananchi ili kuweza kuipata hiyo katiba mpya? Na je, wana discuss nini viongozi wetu ili kuweza kupata hii katiba mpya? Tukisikiliza, tuliweza kumsikia rais wetu Mheshimiwa Mama Samia wakati akifanya mahojiano na jumuiya ya wanahabari wa kimataifa hapo awali juu ya swala zima la katiba. Je, alizungumza nini? Naomba tumsikilize, tutaweza kupata kile ambacho alichokizungumza mama kwa wakati huo. Kisiasa, najua hili swala tulizungumza hata mara ya mwisho tumezungumza na wewe, swala la katiba mpya halitaondoka. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nini nataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Kwa wamekwambia wewe? Kwa sababu kwa mfano ajenda ya Chadema na hata wafuasi wa Chadema wenyewe wanasema kwamba kukamatwa kwa Freeman Mbowe ni kwa sababu alikuwa ameanzisha vuguvugu la kudai katiba mpya. Na la. Kwa hiyo hilo ndio kosa aliloshtakiwa nalo, si ndio? Wafuasi wake wanasema hivyo. Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi nenda kauliza wafuasi wake. Baada ya kusikia sauti hii ya mama yetu ambaye ni rais wetu, tumepata kuelewa kwamba je, kweli kuna uwezekano wa kupata katiba mpya au hakuna uwezekano wa kupata katiba mpya katika taifa hili kupitia njia ya majadiliano ya pamoja baina ya raia pamoja na wale ambao ni viongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo tutapata kuelewa pia au tumepata kuona kwamba kuna gepu gani ambalo limejitokeza baada ya mazungumzo haya, au kuna gepu gani ambalo linaendelea katika taifa letu. Kwa hiyo kuna haja ya kusikilizwa wengi ili kukipata kile ambacho tunachokihitaji kabla hatujaweza kufikia katika ile hali ambayo iliyojitokeza Madagascar. Kuna haja ya kusikilizana kabla hatujaweza kufikia katika ile hali ambayo tunayoita sasa hivi kwamba ya kichochezi. Tuna haja ya kusikilizana kabla hatujafikia katika ile hali ambayo iliyotokea Morocco. Hizi ni hali ambazo sio hali mzuri katika taifa. Na hizi hali ukizifikiria kwamba zina uwezo mkubwa wa kwenda kuligawa taifa katika namna ya nyanja tofauti tofauti za kitaifa. Mfano, yanazungumzwa maandamano na vijana, lakini wakati huo Waislamu wakiita Waislamu pembeni kwamba waendelee na uchaguzi. Huku upande wa pili na wakiita watu wao ili waweze kuandamana. Na tukisha fanya hivi ina maana kwamba tunaenda kuandaa mpasuko ambao ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo ili kusiwe na mipasuko, kusiwe na matatizo katika taifa letu, ni lazima hii makutano pamoja na majadiliano ya haraka yaweze kufanyika. Hilo ndio ombi ambalo tunaendelea kuliomba, kwa sababu tujui jenzi imejipangaje. Hata kama tunaweza tukaona kwamba nchi yetu historia yake huko nyuma kwamba ilipata uhuru kwa njia ya mikono ya kukabidhiana tu wakasainishana. Kwa hiyo inawezekana ikawa vijana hawawezi kufanya kitu kama hicho, lakini tusijidanganye, kwa sababu vijana wana mabadiliko kwa sasa hivi, na vijana wanaona matokeo ambayo wanayoyapata wenzao. Kwa hiyo wanapoyaona yale matokeo, ina maana kwamba vijana wanajifunza kupitia yale matokeo ambayo wanayoyapata kwa wale wenzao ambao wanaowaona katika mitandao, wanaowaona katika TV zao kwamba leo nchi ya Madagascar rais amekimbia, ameachia nchi, na sasa hivi nchi ipo chini ya utawala wa kijeshi. Wakisikia Nepal nao ndio hivyo, wakiwasikia wenzetu wa Morocco hapo Kenya nao walifanya vitu kama hivyo. Kwa sasa unakuta kwamba kuna mafunzo makubwa ambayo wao vijana wanakuwa wanayapata. Kwa hiyo kupitia yale wanajifunza kupitia kwa vijana wenzao, na ile moto na ile hali ya kwamba tutafanya ili tukipate kile ambacho tunacho
wanachokihitaji inakuwa ipo katika nafsi zao na imeshagonga mihuri yao. Kwa hiyo sasa, kabla hapajaharibika tu, kama kweli tunaipenda amani, viongozi lazima wajitahidi kuizuia hii hali, na kuizuia kwake ni kwamba ni lazima wawasikilize kabla hatujafikia ile hatua, kwa sababu kwa kusikilizana kwamba tutawakemea, kwa kuwakemea tu labda kwa kutumia nguvu kubwa, ndio yale bado tutaendelea kuwaharibu vijana, kwa sababu tutapotumia nguvu kubwa ya kwamba tuwafunge au labda tuwanani ndo kwa njia nyingine, labda ndo kama hivyo tunawafunga, au labda ndo kama hivyo na mazingira mengine ambayo yanayojitokeza, haya yote hayawezi kuzuia kile ambacho kijana au watu ambao walioamua kufanya la kwao. Kwa hiyo njia kubwa ni njia ya kidiplomasia ambayo inatumika kidunia, ambayo ni ya kukaa pamoja na kuweza kujadili na kupata jibu moja ambalo litakalo kwenda moja kwa moja kulijenga taifa letu kuendelea na ule msingi ambao tunaohitaji, ambao ni wa amani, na ni msingi ambao ni mzuri zaidi katika taifa. Amani, upendo, utulivu ambao tuliokuwa nao uendelee kushika hatamu kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo kama tutaendelea kwamba hatusikilizani, mwisho wa siku ndio yale kwamba tutakuwa tunahubiri amani, tunahubiri upendo, kwamba tumepewa tunu ya taifa, lakini je, hii tunu ya taifa ni nani atakaye kuwa mharibifu wa hii tunu ya taifa? Kama atakuwa kiongozi wasikilizi hao waliokuwa wengi, tayari tumeshaandaa ule upande ambao utakuwa na matatizo. Kwa hiyo sasa, kabla hatujafikia huko, lazima serikali iweke moja kwa moja kuwasikiliza wananchi, na ndipo tutaiendeleza ile tunu yetu ya taifa bila kuwadharau kwamba labda ni kelele tu za mitandaoni, ni kelele tu za hivi. Lakini tunazungumza kwamba ni kelele za mitandaoni, wakati huo tayari viongozi washakuwa wanashtushwa na hii hali, kwa sababu hata wanapoongea wanaongea juu ya hili na wanalipa nguvu sana wao wenyewe, kwa sababu utasikia hakuna kuandamana, badala atangaze kile ambacho kilichokuwa kilichompeleka kwa wakati ule, basi cha kwanza aidha katika kumalizia au kati ya mazungumzo yake atazungumzia swala la maandamano, maana kwamba limeshakuwa linatingisha taifa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ili tusifikie huko, basi jawabu ambalo lilokuwa kubwa ambalo ni zuri zaidi ni kukaa pamoja na kufanya discussion ya pamoja. Ili ndio jawabu ambalo ni zuri zaidi, ambalo litaendelea moja kwa moja kutupa majawabu mazuri na kutupa taifa ambalo ni zuri. Hakuna jawabu jingine.